Kocha, hongera sana kwa mchezo, lakini pole kwa matokeo ambayo hayaridhishi kwenye kikosi chenu. Asante sana. Pengine changamoto ilikuwa ni wapi hasa kwenye seti zote tatu ambazo mmecheza? Jambo la kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa tumeanza mtanange huu salama na tumemaliza salama. Hapakuwa na majeruhi katika timu yangu ya Moro Warriors. Lakini kuhusiana na mchezo, kwanza nawasifu sana wachezaji wangu kwa sababu Jeshi Stars ni timu kubwa, ni timu kongwe na wachezaji very experienced, lakini kwetu ndio tunaanza kuijenga timu, tunaanza kuijenga Moro Warriors. Kwa hiyo tuna techniques, tuna style ya kucheza ambayo nashukuru sana wachezaji wangu wameiapply tulivyokuwa tunataka, lakini kwa bahati mbaya kama nilivyotangulia kusema kwamba ni timu ambayo ni kubwa na uzoefu, kwa hiyo wametushinda katika aspect hiyo ya mchezo, experience wise pamoja vile vile na kuwa na experienced players. Ukubwa wa Jeshi Stars ulitengeneza hofu yoyote kwenye kikosi chenu? Hofu hapana, lakini ukiwa mwana michezo lazima umheshimu mpinzani. Kwa hiyo palikuwa na nidhamu kubwa sana ya Jeshi Stars na ndio maana umeona hata scores hatujapigwa, tumefungwa lakini not katika ile score ambayo inakuwa inakatisha tamaa, hapana. Kwa hiyo ukubwa wa Jeshi Stars haukuwa na off kwetu, lakini ulitupa nidhamu ya kimchezo kuelekea mchezo wa leo. Mashambulizi ambayo alikuwa anayafanya Jeshi Stars yalionekana kufikiwa na wachezaji wa Moro Warriors, lakini changamoto niliona ni kubadilisha uelekeo wa mpira, kwa maana wakishambulia Jeshi Stars lakini Moro Warriors kurudisha mpira kwenye koti nyingine walikuwa wanashindwa. Pengine ni changamoto ya nini, mazoezi au changamoto ilikuwa ni nini hasa? Jeshi Stars ni experienced players na ni experienced team. Kwa hiyo wachezaji wangu walikuwa wanaugusa mpira kama ulivyosema, lakini sasa kwa sababu ya nguvu ya ule mpira unapoweza kupigwa, kuna namna ambavyo position ya wachezaji inakuepo at first instance, lakini baadaye mpira unapokuwa deflected inakuwa ni rahisi kwa wachezaji wangu kukosea, lose concentration katika mpira ule ambao umepigwa kutokana na ile deflection ya ule mpira. Lakini pia ni wapongeze, licha ya kwamba mlikuwa mnapoteza kwa kila set, lakini mlikuwa mna morali ya hali ya juu. Pengine hii inaletwa na nini hasa? Tuna style of playing ya Moro Warriors na ambayo kila tunapoiapply ikaleta matunda, inazalisha kitu kikubwa sana katika timu, kwa sababu tulichojifunza tukikiapply kikileta matunda, basi tunapata morali zaidi. Swali la mwisho kabisa, kuna msemo mnasema moja kubwa, hii ina maana gani hasa? Ile moja kubwa ni kwamba kinachofuata kama tunapokea sisi, basi kitakachofuata kwao ni kwamba uwe mpira mmoja ambao utakuwa ni mkubwa, utakuwa ni strong, utuweze kutupa pointi, tuweze kusonga mbele, kwa sababu hatukuwa tunafocus sana katika seti, bali tunafocus katika pointi moja ambayo tutafikisha kupata seti moja kubwa. Shukrani sana na kila la kheri. Asante sana.